Hello everyone and welcome back kwa channel yenu ya KHP Canada. Last time the first part of this video hope ulifuata, sababu tunaendelea kuzungumzia zile strong attires ambazo IRCC inakubali juu ya wewe kuweza kupata visitor visa bila kuwa na invitation letter, sababu wengi huwa wanakataliwa, wengi huwa wananyimwa, na ni process ambao huwa inafanyika chini ya wiki miwili peke yake. Kwa hiyo unapojua ukweli na njia ambayo inatakikana kwa ajili ya wewe kuweza kufanya application yako, ni rahisi sana uweze kupata visa yako chini ya wiki 2. Na ikiwa umefata part zote ambazo nimeweza mahali nimetaja all the important document ambazo zinahitajika, na hapa tukiwa kwa strong ties, nini ambazo zinahitajika, gisi gani ambazo unaweza kaandika barua ya kuitisha hiyo visa sasa, na document gani ambazo unatakiwa kujaza ndani, ama kwa kifupi strong ties to your country juu ya kuweza kukusaidia wewe kuweza kukuja Canada. So mahali ambapo nimeishia last time nilikuwa nazungumzia familia na njia ambao unaweza, ama sentence ambao unaweza kaweka kwenye barua lako wakati unazungumzia kuhusu familia, mke na watoto. Kasema mfano ambao nilitumia ilikuwa ya married with 2 young children who live with my wife in Nairobi. I am the main provider for my family and I will return home immediately after my visit to continue supporting them. Hiyo ilikuwa ni sentence ambayo tulitumia kwa ajili ya kuweza kuweka kwenye barua ilo ambao unatakiwa kutuma kwenye IRCC wakati wa kuweza kufanya application yako ya visa, kusudi uweze kukubaliwa haraka sana. So hiyo ilikuwa ni the second important thing ambao unatakiwa kuweka kwenye barua lako. So leo naenda na jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kuweka kwenye hilo barua lako ni job or business ties, showing you have a work to return to. Ama unatakiwa kuonesha ya kwamba una kazi ambalo litasababisha wewe uweze kurudi kwenye nchi yako. So unaweza ukawa wewe ni mfanyakazi, ama unaweza ukawa wewe ndio unamiliki kazi ambalo litakusaidia wewe kuweza ambalo litakufanya wewe uweze kurudi kwenye nchi yako. Hili ni jambo la tatu ambalo tunazungumzia. Kumbuka, unatakiwa kuwa na kazi ama unamiliki kampuni ambalo litakufanya wewe uweze kurudi kwenye nchi yako. Sababu ukiwa wewe ni mfanyakazi ama unamiliki kampuni, IRCC itaelewa ya kwamba ndio huyu ni mtu ambaye hawezi akakuja kubaki Canada ama kukaa Canada bila kufanya kitu yoyote, sababu hakuna jambo fulani kwenye nchi lake ambalo litamfanya afikirie kurudi haraka sana kwenye nchi yake. Kwa hiyo kisha kumaliza kuvisit ama after visit yake atarudi kwenye nchi yake kwa ajili ya kuenda kuendeleza majukumu yake. So ikiwa wewe unafanya kazi ama unamiliki kampuni, nini unahitaji kwa ajili ya kuweza kuprovide kwa IRCC na kuonesha ya kwamba una uwezo wa kurudi kwenye nchi yako? Unatakiwa kuweza kuwaonesha employer letter confirming your position, salary and approved leave. Nadhani tuko pamoja. Unatakiwa kuwaonesha employer confirming your position. Lazima kuwe barua ambayo inaonesha kama wewe ni mfanyakazi kwenye kampuni fulani,
So hilo barua liwe linaonyesha fulani ni mfanyakazi kwenye hili kampuni letu na position yake ni hii, yeye pengine ni electrician na ako na position fulani hapa kwenye hili kampuni letu. Na hili ni barua ambalo linaonyesha ya kwamba ako kwenye mapumziko, na mapumziko hayo yatamchukua mwezi mmoja ama wiki miwili, wiki mbili ama mwezi mmoja na nusu, miezi mbili, vitu kama hizo. Lazima kuwe barua kama hayo, na kuwe barua ambayo inaonyesha hapo mahali unatumika unapata pesa ngapi. Inaweza ikawa kwa mwezi ama kwa mwaka. So unaweza kawaambia napata pesa fulani kwa mwaka, na itakuwa vizuri sana. Recent pay slips or employment contract. Unatakiwa kuprove pay slips. Zati pay slips, kila mmoja anajua pay slips ni, unajua Canada wanatumia sana pay slips kwa njia gani? Sababu wao mshahara huwa inatumwa kwa bank, hauwezi ukalipwa cash. Lakini najua Afrika kuna kampuni ambazo zinalipa mpaka cash. But ikiwa unalipwa cash, bado unaweza ukamention kwa hiyo barua yako kwamba unalipwa cash. But hapa watu wanalipwa kwa bank. So sababu watu wanalipwa kwa bank, wakati kampuni imekutumia pesa yako ya mshahara, so hiyo barua ambao inaonyesha umetumikia mwezi huu umetumika masaa fulani, na kwa lisaa ulikuwa unalipwa pesa fulani, na pesa yako yote ya mwezi huu ni pesa fulani, hiyo barua ndio inaitwa pay slips. So ikiwa unaweza ukapata hayo kwenye kazi yako, ama huwa unapewa hayo, itakuwa mzuri sana, sababu itakusaidia. Lakini ikiwa unapewa cash, unatakiwa kuambia kwamba kampuni letu ama system ya nchi yetu tunatumika in cash. Ama kama ni M-Pesa, basi unaweza kawa na statement, ama kama ni njia kitu ambayo inatumika kielektronik, kwa simu. Najua Afrika tuko na vitu kama hizo sana. Unaweza ukawa na statement, na hiyo statement isisome mwezi huo peke yake, lakini inatakiwa kuwa imesoma hata miezi miwili ama mitatu, ya kuonesha ndio hii ni pesa ambayo wanatumiwaga hii mwezi na hizi matarehe. Na itakuwa pia jambo lingine muhimu ambalo litakusaidia pakubwa sana. Ama kama ni contract ambao uko nayo kwenye hilo kampuni, iwe contract ambao haijakaribia kwenda kuisha. Kama ni contract pengine uko nayo ya mwaka mmoja, miaka miwili, isiwe contract ambayo iko karibu kuisha. Iwe at least ngali mpya, ama iko na siku ambazo bado ziko nyingi mbele yake. So unatakiwa kuwa na kitu kama hiyo. Ikiwa kwa mfano uko na business yako, unatakiwa kuonesha registration ama registration certificate ya business yako, ma business registration certificate, kusudi ionyeshe ya kwamba ndio ni mtu ambaye anamiliki kampuni fulani. Kwa hiyo hawezi kuja kukaa Canada na kuna kampuni yake ambayo inaendelea kwenye nchi yake, lazima aweze kuenda kushughulikia kampuni lake. Jambo lingine, ikiwa uko na kampuni, unatakiwa kuwa na tax documents or business bank statements. Unatakiwa kuwa na tax document or business bank statements. So ikiwa unalipaga tax, uko na kampuni na unalipaga tax, hiyo barua ambayo inaonyesha jinsi unalipaga tax ama hiyo receipt itakusaidia. Ama unaweza kuwa hauna hiyo, lakini uko na statement, uko na bank statement ya kampuni yako ambayo inaonyesha jinsi unapelekaga pesa, ukilipa kwenye hilo kampuni lako, ukiwekeza pesa hizo kwa bank ambayo iko registered. So hiyo bank inatakiwa kuwa inasoma majina za hiyo kampuni ambao umepeana registration document kama uko na kampuni. So nime-explain hapo vitu viwili, ikiwa wewe ni mfanyakazi na ikiwa wewe ni mmiliki wa kampuni. So unatakiwa kujua hizo vitu viwili kwa sekta gani ambao wewe
kuko sawa na wewe ambao kunaweza kukupitisha kirahisi. Ni muhimu sana. Okay. Sasa ikiwa wewe ni mfanyakazi, ili barua linalenga sana wafanyakazi. Na ikiwa pia wewe ni mmoja kati ya wale ambao wanamiliki kampuni, utaangalia pia gisi unaweza kulimodify. Ila nikimaliza hizi video nitafanya barua 2 ama 3 kwa ajili ya wale ambao wako married, wale ambao hawako married, wale ambao wanafanya kazi, wale ambao ni wamiliki wa kampuni na vitu kama hizo, juu ya kufanya kila mmoja aweze kujipata na kuelewa vile ambavyo anaweza akaandika kwenye hilo barua lake. Kumbuka tuko sehemu ya 3. So wakati unaelezea kuhusu kazi yako, unatakiwa kutumia mfano kama hii. Unasema to whom it may concern. Hapo sasa ni kampuni ndio inaandika barua kwa niaba yako wewe, kwa ajili ya kukuwakilisha ya kwamba wewe ni mmoja wao. Sema to whom it may concern. This is to confirm that Mr. You put your name. Mr. ama Mrs. You just fill up with your name. Ama niseme this is to confirm that Mr. KHP is employed full time as a videographer at ABC Media Company since January 2020. Okay? He earns Canadian dollar 40,000 per year and has been granted leave from March 1, 2025 to visit Canada. He is expected to resume work on March 21, 2024. 2025, sorry. Nadhani tuko sawa. Acha nilirudie tena vizuri. Nasema to whom it may concern. This is to confirm that Mr. KHP is employed full time as a videographer at ABC Media Company since January 2020. He earns Canadian dollar 40,000 per year and has been granted leave from March 1, 2025 to visit Canada. He is expected to resume work on March 21, 2025. Nadhani inaeleweka. Alafu kusikose huku chini ya hilo barua ambao kutakuwa kumeandikwa sincerely HR Department ABC Media Company. So lazima kuwe sehemu kama hiyo ambao signature ya HR. HR kwa wale ambao wajue HR ni hiring manager. Lazima signature ya hiring manager ikue hapo chini. Nakumbuka nilikuwa nasema tuko mtandaoni, jaza vitu zingine mwenyewe. Nishakupea ile ambao ni muhimu. So sekta nyingine unaweza ukajijazia. Na kitu kingine muhimu ambao natakiwa kuzingatia, kama ni barua ya kikazi, hakikisha kuna logo ya kampuni hapo juu kwa header ya barua yako, na pia signature ya HR iko hapo kwenye hilo barua. So form tutazungumzia for students or unemployed people, how to still show their tires. Najua wengi watajiuliza, kwa mfano mimi ni mwanafunzi, sijui nitafanyaje. Najaribu kurahisisha kusudi kila mmoja aweze kujipata, kuepuka maswali mingi sana kwenye comment, kusudi kila mmoja aweze kujipata. Pengine wewe ni mwanafunzi ama hauna kazi na unahitaji pia kuweza kuja Canada kama visitor. Sema even if you don't have a job or property, you can still provide tires
other ways. IRCC understand not everyone is employed, but they want to see that you have a reason to return home. Ikiwa wewe ni mwanafunzi na ikiwa haufanyi kazi, ama wewe ni mwanafunzi ama haufanyi kazi, IRCC bado inakukubali na inatambua ya kwamba una nafasi ya kuja kuvisit Canada. Kitu ambao wanataka kujua ni ya kwamba kuna jambo lolote fulani ambalo linaweza kukuruhusu ama ambalo litakufanya wewe uweze kurudi kwenye nchi yako wakati unamaliza viziti yako bila kuweza kukaa. Lakini unapata kuna mtu ambaye anataka kuja kwa ajili ya kukaa, ama ana mpango ya kuja kutafuta maisha Canada. Anatumia njia pengine ya kuja kama visitor. Lakini njia hiyo vile ambavyo anaitumia, anataka aoneshe ya kwamba anakuja tu Canada na hafikiri kama atakuwa na mpango ya kurudi. Ijapokuwa usipoonesha interest ya kurudi, ama usipoonesha nia ya kurudi, nakwambia hakuna visa ambayo utapewa. Lakini lazima uoneshe kwamba una nia ya kurudi kwenye nchi yako, ndio itakuwa rahisi wewe kuweza kukubaliwa kurudi, kuweza kukubaliwa kuingia. Nadhani tuko pamoja hapo. Okay. So, kwanza ikiwa wewe ni mwanafunzi, kwa mfano kama wewe ni mwanafunzi, ukiwa wewe ni mwanafunzi, shule ambayo unasoma wewe inatakiwa kuweza kukupea admission letter ama school ID. Unajua kuna kwaga zile school ID ambao student wengi wanakuaga nazo, especially wale ambao wako university wanakuaga na student ID. So unatakiwa kuwa na admission letter ya shule ama student ID. Hiyo ni jambo moja. Unatakiwa kuwa na letter from school confirming you are enrolled and expected back. Sijui mnanielewa. Uwe na barua ya shule ambayo inaonyesha kwamba huyu ni mwanafunzi kwenye hili shule na tuna expect yeye kuweza kurudi. Tunatarajia ama tunamtarajia kurudi sababu anatakiwa kuja kumaliza shule yake, kuna mtihani mbele yake ambao lazima afanye na vitu kama hizo. Hapo hakuna shida yoyote na government ama na IRCC. So kile ambao unatakiwa kuandika kama mwanafunzi, kwa mfano, na watu wasiseme kwa nini nilitumia Kenya. Sema I am a student at Kenyatta University pursuing a bachelor's degree in business administration. I have exams in June 2025, so I will return home before that date to complete my studies. Ikiwa unaandika hayo kwenye barua yako ya kwamba unahitaji unatakikana shuleni muda fulani sababu kuna mtihani lazima uende kuifanya, trust me, visa utapewa, sababu wanajua huyu sio mtu ambaye anaenda kukaa bila kurudi. Kitu ambao hawataki ni watu kuja kukaa bila makaratasi. Ndio kitu ambao Canada huwa inapojaribu kupambana nayo. So kwa wale ambao sasa ni unemployed, wewe hauna kazi na unahitaji kuja kuvisit, unataka kufanya application yako, kitu ambacho unatakiwa kuonesha ni nini? Sponsorship letter from a parent or a relative who supports you financially. Unatakiwa kuwa na barua ambayo inaonesha mtu ambaye anakusupport kifinance. Anaweza akawa ni mzazi wako ama anaweza akawa ni ndugu yako. Wanasema nani? Ndugu yako. Acha kuna point nataka kugusia hapo. Jambo lingine, proof of family relationship. No, proof of family responsibilities. Example, caring for parents or siblings. Example, caring for parents or siblings. Unatakiwa kuwa na proof ya responsibility kwenye familia yako. Pengine unashughulikia ndugu zako ama unashughulikia wazazi wako. Kuwashughulikia kuna njia mbalimbali. Unaweza kuwa unashughulikia mzazi wako ambao ni mlemavu,
ama unaweza kuwa unashughulikia mzazi wako ambao ni mzee, hawezi akafanya kazi tena peke yake ama kitu yote peke yake bila msaada wako wewe. Hiyo pia itakupitisha. Pia hawezi akaacha mzazi wake hivyo, lazima arudi aende kumshughulikia. Itakusaidia. Na ikiwa bado hauna kazi, pia kitu kingine ambacho unaweza kaonesha ni involvement in church community or volunteer work. Nadhani tuko pamoja. Unatakiwa pia ukionesha kitu ambacho kingine inaweza kusaidia. Uko ndani ya mambo ya kanisa sana. Wewe ni asha kwenye kanisa lenu, wewe ni mtu fulani kwenye kanisa lenu. Uko karibu sana, wewe ndio unasimamia department ya vijana, wewe ndio kiongozi wa kwaya. Hawezi ukaja Canada uachane na kwaya ama utupe kwaya sababu wanakutegemea. Ni mfano vitu kama hizo. Ndani ya community yako kuna kazi zile ambazo unafanya, unasaidia kuongoza vijana na vitu mbalimbali kama hizo. Ukiwa na hizo vitu, ama kuna kampuni, ama kuna pahali, inaweza kuwa ni kwa kanisa, inaweza kuwa ni kwa child care home, ama inaweza kuwa ni kwa orphanage, na mahali popote pale wewe unafanya kazi ya kujituma, volunteer work. Unafanya kazi bila kulipwa. Wewe volunteer wanaitaga nini kwa Kiswahili? Haina neno moja tu, volunteer. Unajitolea kufanya kazi mahali fulani bila kulipwa ama bila kupata chochote. Kwa hiari yako unasaidia watu kufanya hilo kazi. Ikiwa kuna moja pia kama hiyo, itakusaidia wewe kuweza kupata visa. So kitu ambacho unatakiwa kuweka kwenye barua lako kama ni kwenye hizo sekta, kwa mfano unasema although I am currently between jobs, I am caregiver for my elderly mother. Tunaelewana hapo? Ndio maana nimegusia hapo nini, unashughulikia mzazi wako ambaye hajiwezi, ni mlemavu ama amezeeka sana, hana jinsi ya kuweza kufanya vitu peke yake. Sema I am the caregiver for my elderly mother. I am also an active member of my local church where I lead the media team. This responsibility keep me connected to my home country. So kuwa na zile vitu ambazo unaweza kujazia. Maybe unasaidia mama yako, unashughulika kwa mambo ya media kanisa, unashughulika kwaya na vitu kama hizo. So hizo ni responsibility zako na huwezi zikimbia. Kwa hiyo hata kama wanakupea visa unakuja kuvisit Canada, waoneshe niko na nia ya kurudi. Na after my visit, I will go back home to do my responsibility. Nadhani tuko pamoja. Sasa hapa mwisho nataka kugusia the powerful proof letter on how to write them. Nataka kuzungumzia jinsi ambavyo unaweza kaandika sasa a powerful proof letter na jinsi ambavyo itaweza kukusaidia. Na kwa vile sitaki video hili kuwa kubwa sana kama vile ambavyo niliwaambia, hili pia naweza kulistopia hapo. Ila nitajitahidi chini ya muda mfupi tena vile nitakavyoweza, nitaweza kuelezea jinsi ambavyo sasa utaandika barua ambalo lina nguvu, ambalo litakusaidia kuweza kuthibitisha haya maneno yote ambayo nimeongea kwa njia moja tena mfupi. So hizo vitu ambazo nimegusia lazima uwe nazo, na uwe sasa na barua ambayo inazisupport vizuri sana. So what is a powerful proof letter? A proof letter is a simple, short and clean document that confirm your ties. It can come from your employer, school, landlord or even yourself. So hii proof tire ni a powerful letter ama ni barua lenye nguvu ambalo sasa litakusaidia. Linaweza likawa linatoka kwa employer wako ama kwa employer wako mahali unafanya kazi. Linaweza likawa linatoka kwa landlord wako kama wewe ni mpangai ama mpangaji ama unalipia nyumba, hauna la kwako unalipia nyumba. Linaweza pia likatoka kwako wewe mwenyewe.
So mfano kama ni kwa employer wako, kama vile ambavyo nimepeana huku, kama ni kwa employer wako, nadhani nilipeana mfano, lakini unaweza tumia pia tena hii. To whom it may concern, I confirm that I, John Dua, am employed as a full-time electrician at XYZ company since 2019. My annual salary is Canadian $36,000. I have been granted leave for 2 weeks to visit Canada for tourism and will return to work immediately after. Unatakiwa kuwa na kitu kama hiyo. Tuseme kwa mfano uko na property, kama una own a property ndio unatakiwa kuandika hivi. Kwa mfano, I, Jane Mwangi, own a rental apartment located at 24 Westlands Road, Nairobi. It generates a monthly income of Kenya shillings 40,000. This probably require my management ensuring my return home after visiting Canada. So uko na kwako, uko na nyumba ambayo itakuruhusu uweze kurudi sababu una receive rent kutoka kwa wapangaji wako. So how to write a short personal statement explaining your tires. How to write a short statement, a short personal statement explaining your tires. Na hii ni a very short paragraph ndani ya cover letter ama statement of purpose ambao unatakiwa kuelezea RCC ya kwamba nitarudi nyumbani. Tuseme kwa mfano, I have a strong personal and financial ties to my country, including my spouse and 2 children, a family home and running photography business. My visit to Canada is purely for tourism purposes, and I fully intend to return after my trip to continue my family and business responsibility. Nadhani tuko pamoja. Na kitu nyingine ambalo unatakiwa kuzingatia, unatakiwa kuwa to be honest in your statements. Maneno yako na statements zako ziweze kuingiana, sababu kukikuwa mahali tu moja ambao kuna kakitu ambao akaendi sawa, hiyo itakuangusha. Unatakiwa attach the really proof document, not just words. Make sure umeattach the really proved document, sio tu maneno. Kila kitu ambao umeandika, umeongelea, hakikisha unakionyesha hapo. Copy yake iko wapi? The more connection you show, the stronger your case becomes. The more connections you show, the stronger your case becomes. So zile vitu mingi ambao utakuwa una own na zile vitu muhimu ambao utakuwa unaonesha ndio zitarahisisha kesi yako. Unapata wiki 2 uko na visa yako. Even without an invitation letter, strong ties can make your visa approval possible. Tuko pamoja. So lazima kuweza kuzingatia hayo. Najua hii ni muhimu sana ambao nimeweza kuwaongelea hapa. Najua hii ni vitu muhimu sana ambazo nimeweza kuongelea, na ikiwa haukupata the first part of this video inaweza kukuchanganya. Ni vizuri ufuate the first part of this video kusudi uweze kuelewa mpaka hapa mahali ambapo nimeweza kufikia. Ukiwa na swali yoyote feel free kuuliza, na ukiwa mahali popote unahitaji msaada kindly let us know. Na kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe kusudi upate notification wakati wote tuko live ama tunaachilia video mpya. Na the next video ambao naenda ku-upload, I will talk about the purpose of travel, how to write a strong travel plan for a Canadian visitor visa. Ama purpose of travel na gisi ambavyo unaweza kaandika barua lenye nguvu, travel plan yako ya hapa Canada,
ambalo government ama IRCC haiwezi ikaruka. Ikiona hivi inakukupatia na kukukaribisha na visa unapata chini ya wiki 2. See you kwa video yetu ingine ama see you on our next video. I love you all and have a lovely and wonderful time.